La kwanza, baba mchungaji, nataka niseme serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inathamini sana huduma ya kiroho inayotolewa na makanisa na misikiti, kwa maana ya madhehebu yote ya Kiislamu na ya Kikristo. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wote anasema, na hii ndio kauli ambayo nataka muielewe, nchi hii haitaweza kutawalika kama viongozi wa dini hawatashikamana na serikali yao, kuwaombea wale viongozi wanaongoza serikali, kuombea amani juu ya taifa, kueleza umma ama kueleza umma na kuhubiria umma utambue kwamba Mungu yupo, na watu hao iwaingie ile hofu ya Mungu. Haya yote hayawezi yakapatikana bila makanisa. Nataka niwaambieni, serikali ya awamu ya 6 inalitambua kanisa la Waadventisti wa Sabato hapa nchini. Ni kanisa linalotoa mchango mkubwa sana kiroho, lakini kuwajenga wananchi wake kiroho ili wawe na hofu ya Mungu, na ndani ya hofu ya Mungu kuwepo na utii mbele za Mungu, kuwepo na umoja, upendo, utulivu na amani katika taifa letu. Kwamba tuendelee kuliombea taifa hili, tuendelee kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana anasema wakati wote, yeye bila msaada wa Mungu, yeye bila msaada wa watumishi wa Mungu na nyinyi wananchi ambao wakati mwingi mmekuwa mkiomba kwa ajili ya taifa hili, hataweza kufanya shughuli za kimaendeleo na nchi yetu kaenda mbele. Kwa hiyo nawasisitiza muendelee kufanya hivyo, kushirikiana na serikali ya awamu ya 6, na kanisa hili tunaliamini na tunalitegemea kutokana na namna ya itikadi yake kiimani. Kanisa la Adventista wa Sabato ni kanisa linaokemea kwa nguvu sana matendo yanayomuudhi Mungu na hasa matendo ya dhambi. Amen. Moja kati ya mambo nataka niwaambieni tena, yote tu naweza nikasema: ulevi, uzinzi, uongo, wizi, mauaji. Niseme nafurahishwa sana na itikadi yake, kwa sababu kwa kweli linagusa maisha ya kawaida ya mwanadamu, lakini na maisha ya baadaye ya mbinguni ambayo tunaandaliwa wanadamu.